majina naitwa Deogratius Edmond Mtikile, ni mmiliki wa kampuni ya Msauzi Extra Power Limited. Tunashughulika na kusaga unga mahindi. Kwa ujumla, kama ulivyouliza juu ya mabadiliko ya bei ya mahindi pamoja na unga, changamoto ambayo tumepitia baada ya Ramadhani, tulikuwa tukifikiri Ramadhani inapokuja mara nyingi bei huwa zinashuka, lakini mwaka huu imekuwa kidogo ni tofauti. Ramadhani wakati inakuja, mahindi yamekuja yamepanda bei sana, toka shilingi 750 kwenda hadi 980, sio ndogo kwa kilo moja kuongezeka hivyo. Na hiyo ilichukulia ni baada ya mabadiliko ya hali ya tabia ya nchi kwa ujumla. Mvua pale ilipoonekana maeneo mengi kuto kunyesha vizuri, kwa hiyo wale wakulima wakubwa ambao huwa wanahifadhi mazao kwa sehemu kubwa, wao huwa wanategemea wanapoona mahindi yanakaribia, yana uhakika wa kupata mahindi ya uhakika kwa jinsi ambavyo wanatarajia, basi huwa wanaweza kutoa stoku ile ambao wanakuwa wamehifadhi kwa muda mwafaka, ambapo wao wamejipangia malengo hasa zaidi kuuza mwezi wa pili, mwezi wa tatu, hivyo kutokana na jinsi wanavyoona wao. Kwa hiyo vile walivyoona kumekuwa na mabadiliko, nafikiri walio wengi imebidi wapunguze kuuza, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya mikoa mahindi yameungua. Kwa hiyo yameungua na jua. Kwa hiyo imechukulia watu kusita kidogo katika kuuza. Kwa hiyo vile hali ilivyokuwa, basi mahindi yalikuwa hayaji kabisa. Kwa hiyo ilichukulia bei kupanda, kwa sababu wahitaji ni wengi na mahindi yanayekuja yanakuwa ni machache. Kwa hiyo bei iliendelea kuongezeka. Ni tofauti na sasa hivi ilianza kunyesha mvua. Sasa hivi mahindi yanakuja kwa sababu wale ambao wamepanda kwa awamu tofauti, yapo walioungua na yapo ambayo yameendelea vizuri. Kwa hiyo sasa hivi kidogo matumaini yapo kwa wale ambao walilima kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo kwa sasa hivi yanakuja. Kwa hiyo ilichukulia kupanda kwa sehemu kubwa, na ndio maana sembe unakuta imepanda bei sana, kwa sababu sembe unakuta inauzwa 1035 na ilikuwa iuzwe hadi zaidi ya hiyo. Sembe ilikuwa iuzwe zaidi ya 1040, lakini cha kushukuru Mungu ni kwamba pia pumba nayo ilienda ikapanda bei sana, kwa sababu pia uzalishaji unakuwa huko chini. Kwa hiyo pumba unakuta ilifika hadi 1040 ilifika dunia. Kwa hiyo iliweza kuchukuliana kuja, badala ya kupanda sana sembe, basi pumba inapokuwa imepanda bei, basi at least bei ya sembe nayo inashuka, kwa sababu inapotokea pumba ikishuka bei, maana yake sembe nayo inabidi iongezeke zaidi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, hali imekuwa sio mbaya sana. Ni kwamba hadi sasa hivi sembe imeendelea kushuka bei kwa kiasi, lakini kushuka kwa sembe bei sio kivile, kwa sababu iliyoporomoka zaidi ni pumba. Pumba ndio imeshuka bei. Kwa pumba toka 1040 sasa hivi imeshuka hadi 1025. Kwa hiyo sio jambo dogo. Pumba ndio imechukua nafasi zaidi ya kushuka kuliko sembe, kutokana na hali ya hewa ya mvua. Mvua inapokuwa inanyesha, maana yake uwezo kaanika pumba, kwa hapo kidogo unakuwa na changamoto. Kwa hiyo pumba inaendelea kushuka bei, na kwa sababu mahindi batili yanakuja basi inaendelea kushuka bei. Lakini katika hilo ni kwamba si kwamba tunasema chakula hakuna, hapana. Chakula kipo. Wakati ule uhitaji ulionekana kama vile ni mkubwa, mahindi yanaingia machache, lakini chakula kilikuwepo, kwa sababu watu wengi walikuwa katika Ramadhani, pande zote mbili, Waislamu pamoja na Wakristo. Kwa hiyo unga ulikuwepo, ila isipokuwa ujaji kwa mahindi ulikuwa ni kidogo, na biashara pia nayo ilikuwa na kwenda kwa kasi ndogo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunatarajia sio msimu wa njaa huu ambao tunaingia sasa hivi, kwa sababu sasa hivi tunasema kama ni vyuma vimeumana. Kuna mahindi ya zamani ambayo watu wameyahifadhi, ambao sasa hivi nao wanaendelea kuyatoa, lakini pia kuna baadhi ya mikoa, especially mikoa ya Pwani na kanda ya
huko kwa wenzetu, huko kwa Sukuma na sehemu zingine, mahindi yanakuja mahindi mapya. Kwa hiyo yanapokuja mahindi mapya yanaleta upinzani kwa wale watu wenye stoku ya mahindi ya zamani. Kwa hiyo mahindi yanaendelea kuja ya aina zote mbili, kwa hiyo kuna mahindi mapya, kuna mahindi ya zamani. Kwa hiyo hatuna njaa kusema njaa, ijapokuwa bei bado hazijashuka, lakini zinaendelea kushuka taratibu. Kwa hiyo ni msimu mpya wa mavuno kwetu sisi. Kuanzia mwezi wa pili huwa inakuwa ni msimu mpya unaanza kuingia kwa mahindi mapya kupitia mikoa mbalimbali, especially kama mikoa ya Pwani, kwa sehemu kubwa wao wanavuna mara mbili. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa pili hadi mwezi wa 4 huwa kunakuwa na mavuno, ndio ambayo tunaendelea kuyapokea sasa hivi. Kwa hiyo mimi binafsi napendelea kusaga mahindi ya mwaka jana kwa ajili ya usalama hasa zaidi wa kile ninachokizalisha, lakini kuna wengine wanasaga mahindi mapya. Kwa hiyo tunaweza tunatofautiana kila mmoja na vile jinsi ambavyo anaona. Kwa hiyo kazi tunaendelea. Ni watoe hofu wa Tanzania, si kwamba labda kuna njaa ya kusema kuna njaa kataaluki, hapana. Chakula tunacho, naamini chakula tunacho cha kutosha. Wapo wengine ambao mahindi nafikiri bila shaka atavuka msimu huu au ambao wamehifadhi, kwa sababu huwa anakuwa ni uoga wa kuona kama mahindi yote yameungua, lazima yabakize ili msimu utakapofika aweze kuyauza ili aweze kulima tena. Kama akiuza yote, yamkini hela inaweza siwekeke, alafu akashindwa kulima msimu ujao, maana kama amekula mtaji. Kwa hao watu ni wale watu ambao wanafanya biashara ya kilimo, biashara kilimo. Kwa hiyo ni watoe hofu, chakula kipo cha kutosha. Naamini bahati nzuri mahindi hata ikipanda bei, bahati nzuri serikali huwa na tujali sana. Kuna hifadhi ya taifa ambayo ni NRFA, mara nyingi ikionekana bei zinalipuka sana, hasa zaidi kwa mkoa wa Dar es Salaam, huwa inakuwa ndio kichocheo kwa Tanzania kupanda bei mahindi. Mara nyingi huwa wanatupatia, especially sio wazalishaji wa kati na wadogo, huwa wanatupatia tani kadha wa kadha ambayo wanajua kwa wakitoa hizo zitarudisha bei, zitapunguza bei, mlipuko wa bei. Kwa mara nyingi huwa wanajali katika hilo. Kwa tunapata mahindi kutoka kwao kwenye ghala la taifa, tunaendelea kusaga na kwa bei ambayo inakuwa iko chini kwa ajili ya kupunguza mlipuko wa bei. Kwa hiyo hakuna mashaka, na sasa hivi chakula ni kingi kwa sababu ni wakati wa mavuno. Na bahati nzuri, pamoja na kuwa mvua kidogo ilisuasua, lakini aina ya matunda na aina ya vyakula mbalimbali bado vipo. Kwa hiyo hakuna mashaka juu ya hilo. Ni kweli hilo swali lako ni zuri, mimi naungana pamoja nao. Bahati mbaya nafikiri sijabahatika nikaweza nikakutana na hao wachumi na wale walengwa ambao wanajaribu kusupport vijana pamoja na watu mbalimbali katika sekta ya kilimo. Ni kweli ukiangalia mikoa mbalimbali, ukienda kule vijana hakuna, vijana wote wamekimbilia mjini, lakini mafanikio hayako mjini. Watu tumeacha fursa vijijini, tumekimbilia mjini. Hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri ni sahihi kwa hilo nalolizungumza, kama serikali ingejaribu kutengeneza vikundi vya watu fulani, vikundi vya vijana kila mkoa, kuonyesha ikawa kama ni sehemu ya darasa ya vijana ambao wamekimbilia mjini, wanabaki wanahangaika pasipokuwa na mafanikio, wakajiunga wakajikita katika kilimo, na wataalamu wale wa kilimo wakawasimamia kwa ukaribu, na kile wanachokifanya wakakifanya katika mafanikio. Mimi nafikiri ingekuwa ni nzuri sana. Mimi pia napenda kulima, lakini kilimo ambacho kinakuwa kinaeleweka. Kwa hiyo nafikiri ingependeza sana serikali ingetoa nafasi kama nilivyozungumza kwa vijana, lakini pia kujaribu kuwawezesha jinsi gani ya kuweza kupata vitendea kazi vya kilimo ambavyo vitawafanya wafanye kazi kubwa na kwa haraka. Na bahati nzuri tunaona kwa sehemu kubwa pembejeo serikali imejaribu kuweka ruzuku hiyo yote kwa ajili ya kumwezesha mkulima. Lakini pia tatizo la vijana, ukiwauliza na kuambia tatizo vitendea kazi ni changamoto na kadhalika. Kwa hiyo namba moja, tupate wataalamu ambao wako sahihi, lakini kila wilaya, kila mkoa kuwe na kundi la vijana ambao wafanye kazi iweze kuonekana katika tija na katika malengo. Mimi nafikiri ingependeza sana. Nimesema mimi pia napenda kilimo, lakini napenda kilimo ambacho
kinakuwa ni kilimo biashara, inakuwa inapendeza zaidi, kwa sababu wengi tumejaa mjini huku na kazi zimekuwa ni adimu, lakini wakati huo dhahabu tumeacha kule tulikotoka. Kwa kweli siwezi nikajisifu asilimia yangu ni ndogo, kwa hiyo siwezi nikatangaza na nikajisifu, lakini ni kwamba kupitia kazi hii ninayoifanya kwa mnyororo wote huu wa thamani ambao unakwenda, wako watu ambao wamepata ajira kupitia mimi kwa kazi ambayo naifanya. Lakini sio hilo tu, ni kwamba kwa ujumla naweza nikasimama nami pia nikaongea, kwa sababu kuna watu ambao wanapata riziki, lakini pia nalipa kodi serikalini kwa kile ninachokifanya, na kodi inakuwa inalipwa. Kwa hiyo yes, nachangia uchumi wa nchi katika kulipa kodi, lakini pia Watanzania wenzangu kupata ajira, wale ambao wamenizunguka. Kwa hiyo inakuwa inapendeza zaidi, hata nikisimama au nikipita inaonekana ni sehemu ambapo nachangia kwa namna moja au nyingine kuiwezesha, yani nachangia kuonekana ndani ya serikali kwa tunafanya serikali yetu iweze kusonga mbele kwa kile ambacho tunakuwa tunakifanya, pamoja na wafanyakazi kwa ujumla ambao tunakuwa tuko pamoja nao, kwa sababu naamini nao wafanyakazi nao wanalipa kodi. Hauwezi kupata chochote bila kulipa kodi. Kwa hiyo inakuwa inapendeza zaidi tunapokuwa tunakwenda kwa umoja. Mimi nasema ni miaka mafanikio kwa mama. Kinachomata vijana wajikite katika kufanya kazi. Watu wengi, vijana wengi wanapenda kukaa vijiweni na kuongea na kubaki kujadili maneno yasiyofaa badala ya kufanya kazi. Lakini nashauri ni vema sana kila mmoja tunapopambazuka asubuhi, basi kila mmoja jaribu kuangalia sehemu yake ambayo anajua atapata riziki. Mafanikio yanakuja kwa kufanya kazi, sio kwa kukaa, hapana. Kwa hiyo nashauri vijana, miaka minne ya mama ni miaka mafanikio. Wajaribu kuendelea kujituma kufanya kazi, wasibaki wanalalamika maisha na kumlaumu mtu, hapana. Hakuna muujiza ambao unaweza kufanyika, uende kanisani, uende msikitini, ukafikiri Mungu anaweza kukushushia hela zaidi ya kufanya kazi. Kwa hiyo ni vizuri kujichanganya na vijana wenzio wanafanya nini, naye fanya kazi, Mungu atakupatia riziki. Mungu huwa anagawa riziki kwa yule mtu ambaye anakuwa anafanya kazi. Ukikaa hutaweza kupata riziki. Kwa hiyo nawaasa vijana wafanye kazi. Tunaona bei za unga zilikuwa zimepanda, lakini watu wengi wanaisha kulalamika kuwa bei kubwa. Kwa hiyo unakuta unga unakuwepo, sio kwamba upo, hapana. Unga upo, lakini mtu analalamika hela hana, na mtu anakuta na familia kubwa. Uwezo ukapata muujiza, wala serikali haiwezi kubaki kulisha wewe usiofanya kazi. Lazima ufanye kazi ili upate riziki, na serikali inahitaji kodi yako. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja kuchangamka kufanya kazi. Kama tulivyoongea, bado kuna fursa vijijini. Watu wengi tukitizama, watu wengi waliofanikiwa wako katika upande wa kilimo. Kwa hiyo tujaribu kuangalia, ziko fursa nyingi katika masuala mazima ya kilimo. Kwa hiyo tujaribu kupata ushauri na wataalamu wa kilimo, wanaweza kutushauri nini tuweze kulima na nini tufanye ili kusudi tuweze kufika kwa haraka. Nafikiri hiyo itakuwa ni vema zaidi.